Haleluya, haleluya. Sifa na utukufu ziende kwa Mungu Baba mweza mambo yote, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Na tuombe. Baba mbinguni mtakatifu, ketie mahali pa juu kwenye kiti chako cha enzi. Ninaomba rehema zako kwa ajili ya roho yangu, nafsi na mwili. Ninaomba rehema zako kwa ajili ya dhambi, uzembe, kutotii neno lako. Damu yako Bwana ikafute kile natia, takasa roho yangu, nafsi na mwili. Ninaomba toba kwa ajili ya mahali hapa, ardhi, anga, hali ya hewa na vitu vyote. Damu yako ibubujike Bwana, itakase kila kitu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naam, tunaendelea na somo la kazi za Roho Mtakatifu. Nimeelezea hii ni hatua nyingine. Hatua ya kwanza ile nilikuwa nimeelezea kwamba nimefundisha kwa mapana kuhusu kazi za Roho Mtakatifu. Sasa hili ilikuwa kama hatua ya kwanza. Hii tunaingia ni hatua ya pili. Hatua ya pili, tuangalie katika hatua ya pili. Tunaona maana ile hatua ya kwanza nilishia namba 7. Sasa tunaenda namba 8. Kazi ya 8 manake. Kazi ya 8 ya Roho Mtakatifu. Ni kuumba, uumbaji. Uumbaji unafanywa na Roho Mtakatifu. Tunaweza tukajiridhisha, tunapozungumzia uumbaji pia ni maajabu, anatenda maajabu, anatenda miujiza. Tunaweza tukajiridhisha katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, lakini nikisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, mstari ule wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, mstari wa pili. Na nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Na Roho wa Mungu akatua juu ya uso wa maji. Mstari wa tatu. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu aliposema iwe nuru, sasa Roho Mtakatifu ndiye akawa anafanya, akaitengeneza nuru. Kwa hiyo mtengenezaji wa nuru ni Roho Mtakatifu, ndiye anayehusika katika mambo ya uumbaji. Twende tusome pia kujiridhisha zaidi katika swala la uumbaji, tukiangalia Ayubu sura ya 33. Kitabu cha Ayubu ni Agano la Kale. Ayubu 33 mstari ule wa 4. Roho ya Mungu imeniumba, na pumzi ya Mwenyezi hunipa uhai. Ayubu sura ya 33 mstari ule wa 4. Roho ya Mungu imeniumba, na pumzi ya Mwenyezi hunipa uhai. Roho wa Mungu anahusika kwenye uumbaji. Pia tunaweza tukajiridhisha Zaburi 33 mstari ule wa 6. Zaburi 33 mstari wa 6. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Hapa anapozungumzia pumzi, bado anamzungumzia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni pumzi ya Mungu, anahusika kwenye uumbaji. Hii namba 8, kazi ya 8 ya Roho Mtakatifu. Twende kazi ya 9. Kuponya magonjwa yote kunafanywa na Roho Mtakatifu. Kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna hufanywa na nani? Na Roho Mtakatifu. Tutapataje kujua? Tusome kitabu cha Mathayo Mtakatifu. Mathayo Mtakatifu sura ile ya 12. Mathayo Mtakatifu sura ile ya 12 mstari wa 28. Mathayo Mtakatifu sura ya 12 mstari wa 28. Imeandikwa lakini mimi, Mathayo Mtakatifu sura ya 12 mstari wa 28. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Hapa ni Yesu alikuwa anasema kwamba anaitenda kazi ya kutoa pepo, ya kuponya magonjwa na udhaifu wa kila namna kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa uwezo au kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na hiyo ni kazi ya ngapi? Ya 9. Kazi ya 10 inatumika kutubariki. Roho Mtakatifu anatumika kutubariki sisi tunaoliamini jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mwana wa Mungu, kwa Yesu ni mwana wa Mungu. Tunasoma Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 ili tupate kujiridhisha.
Uthibitisho huo unapatikana kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 3. Nasoma Waefeso sura ya 1 mstari wa 3. Imeandikwa, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Anayetenda hayo kutubariki ni huyo Roho Mtakatifu katika ulimwengu wa roho. Anatenda Roho Mtakatifu, ndiye anaachilia baraka, ndiye anayetubariki vipawa, ndiye anayeachilia neema, ndiye anayeachilia ushindi, ndiye anayeachilia